Katika siasa za Tanzania, urafiki wa kweli mara nyingi hujikuta ukipimwa na misukosuko ya kisiasa, tofauti za kiitikadi na maamuzi magumu yanayobadili historia ya watu binafsi na vyama vyao. Lakini licha ya kelele za kisiasa, mashambulizi ya maneno na tofauti za vyama, bado kuna nyakati ambazo ubinadamu hushinda siasa. Hiyo ndiyo picha inayojitokeza kwa aliyekuwa mbunge wa Iringa mjini, mwanasiasa maarufu na mchungaji Peter Msigwa. Baada ya kuonesha hisia nzito za majonzi na upendo kwa rafiki yake wa muda mrefu Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa sasa wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ambaye yuko nyuma ya nondo kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa. Katika siku za hivi karibuni, mitandao ya kijamii imetikiswa na ujumbe mfupi lakini wenye uzito mkubwa wa kihisia kutoka kwa mchungaji Peter Msigwa kwenda kwa Tundu Antipas Lissu. Ujumbe huo uliogusa hisia za wengi uliibua mjadala mpana wa kisiasa na kijamii, huku wananchi wakitafakari kwa kina maana halisi ya urafiki, uaminifu na siasa za Tanzania za sasa. Na nukuu, "Nakutakia upendo mwingi rafiki yangu na kukumbuka sana. Nakutakia upendo mwingi rafiki yangu na kukumbuka sana. Bado wewe ni miongoni mwa akili bora kabisa ambazo nchi hii inazo. Ninaendelea kukuombea. Mwenyezi Mungu akupe ujasiri, nguvu na ustahimilivu wa kushinda changamoto zote zilizo mbele yako." Narudia tena. "Nakutakia upendo mwingi rafiki yangu na kukumbuka sana. Bado wewe ni miongoni mwa akili bora kabisa ambazo nchi hii inazo. Ninaendelea kukuombea. Mwenyezi Mungu akupe ujasiri, nguvu na ustahimilivu wa kushinda changamoto zote zilizo mbele yako." Maneno hayo yameandikwa na mchungaji Peter Msigwa kupitia katika kurasa zake za mitandao ya kijamii. Ni maneno ya Msigwa yaliyoonekana kuwa zaidi ya salamu za kawaida. Kwa wengi yameonekana ni kilio cha ndani cha mwanasiasa ambaye bado anaonekana kubeba kumbukumbu Kwa wengi maneno hayo yamekuwa ni kilio cha ndani cha mwanasiasa ambaye bado anaonekana kubeba kumbukumbu, ushirikiano na urafiki wa muda mrefu aliowahi kuwa nao na Tundu Antipas Lissu ndani ya Chadema. Kauli hiyo imekuja katika kipindi ambacho Tundu Lissu anaendelea kushikiliwa kwa muda mrefu, jambo ambalo limekuwa likizua mijadala mikubwa na mizito sana ndani na nje ya Tanzania. Taasisi mbalimbali za haki za binadamu, wanasiasa wa upinzani pamoja na wadau wa demokrasia wameendelea kuhoji kuhusu mwenendo wa kesi yake na muda wa kukaa kwake mahabusu bila mwelekeo wa haraka wa hitimisho la kesi hiyo. Kwa upande wa Peter Msigwa, hisia hizo zimeonekana kuwa za kipekee kutokana na historia yake ya kisiasa. Kabla ya kujiunga na Chama cha Mapinduzi mwaka 2024, alikuwa mmoja wa viongozi waliokuwa wakiheshimika sana ndani ya chama cha Chadema. Alijijengea jina kupitia uwezo wake mkubwa wa kujenga hoja, hotuba zenye mvuto na ukosoaji mkali dhidi ya serikali akiwa mbunge wa Iringa mjini. Safari yake ndani ya Chadema ilikuwa na ushawishi mkubwa kiasi cha wengi kumuona kama mmoja wa viongozi waliokuwa na nafasi ya kuendelea kukua kisiasa ndani ya chama hicho. Mbali na ubunge, alikuwa pia mwenyekiti wa Chadema kanda ya Nyasa na mjumbe wa kamati kuu ya chama. Hata hivyo, mambo yalianza kubadilika baada ya uchaguzi wa ndani wa chama hicho uliofanyika Mei 29 mwaka wa 2024, ambapo Msigwa alishindwa kutetea nafasi yake ya mwenyekiti wa kanda ya Nyasa dhidi ya Joseph Mbilinyi maarufu kama Sugu kwa tofauti ya kura 2 pekee. Baada ya matokeo hayo, Msigwa hakuficha maumivu yake. Alitoa kauli zilizoonyesha kutoridhishwa na mwenendo wa demokrasia ndani ya chama hicho
akimtuhumu mwenyekiti wa taifa wa Chadema Freeman Mbowe kwa kile alichodai kuwa kuingilia michakato ya ndani ya chama. Ingawa wakati huo alisisitiza kuwa angeendelea kuitumikia Chadema, minong'ono ilianza kusikika kuwa huenda alikuwa akielekea kuondoka ndani ya chama hicho. Wafuasi na baadhi ya viongozi wa chama walianza kumtazama kwa jicho la mashaka, huku wengine wakimpa majina ya kejeli wakihisi alikuwa akijiandaa kufanya uamuzi mkubwa wa kisiasa. Hatimaye mwaka 2024 Msigwa alijiunga rasmi na CCM katika tukio kubwa lililofanyika jijini Dar es Salaam wakati wa kikao cha halmashauri kuu ya taifa ya chama hicho tawala. Tukio hilo lilivuta hisia za Watanzania wengi kutokana na namna alivyopokelewa kwa shangwe kubwa na viongozi wa juu wa Chama cha Mapinduzi. Aliyekuwa katibu mkuu wa CCM wakati huo, Emmanuel Nchimbi, kwa sasa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alimshika mkono Peter Msigwa na kuingia naye ndani ya ukumbi wa mkutano, huku wajumbe wakishangilia kwa nyimbo na nderemo za kumkaribisha. Katika hali iliyowavutia wengi, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan naye alionekana kuchagiza shangwe hizo kwa maneno yaliyosisimua wajumbe waliokuwa ukumbini. Kujiunga kwa Peter Msigwa ndani ya CCM kuliizua mjadala mkubwa nchini. Wapo waliomuona kama mwanasiasa aliyefanya uamuzi wa kisiasa wa kawaida unaoruhusiwa kidemokrasia, lakini pia kulikuwa na kundi kubwa lililomshutumu kwa kile walichokiita usaliti wa kisiasa. Mitandaoni mjadala huo umeendelea kwa nguvu, huku baadhi wakisema Msigwa alikuwa ametanguliza maslahi binafsi mbele ya misingi aliyokuwa akiisimamia akiwa upinzani. Wengine walidai huenda alikata tamaa kisiasa baada ya kushindwa kwenye uchaguzi wa ndani wa chama. Lakini pamoja na kuhamia CCM, ujumbe wake kwa Lissu umeonekana kufufua mjadala mwingine mkubwa. Je, kweli mwanasiasa anaweza kubadilisha chama lakini akabaki na hisia, urafiki na misimamo ya ndani aliyokuwa nayo zamani? Wachambuzi wa siasa wanaamini kuwa mahusiano ya Peter Msigwa na Tundu Antipas Lissu hayakujengwa kwa misingi ya vyama pekee, bali pia historia ya harakati za kisiasa walizopitia pamoja kwa miaka mingi. Wawili hao waliwahi kuwa sauti kubwa za upinzani nchini na walijenga ukaribu mkubwa katika harakati za kutetea kile walichokiamini kuwa ni haki, demokrasia na uwajibikaji. Ndiyo maana kwa baadhi ya wananchi, ujumbe wa Peter Msigwa haukuonekana kama tukio la kawaida la kisiasa, bali ishara ya urafiki wa kweli ambao haujafa licha ya tofauti za vyama na mazingira ya kisiasa. Kwa upande mwingine, tukio hilo limeendelea kuonyesha namna siasa za Tanzania zinavyozidi kubeba hisia kali miongoni mwa wananchi. Kila hatua ya mwanasiasa maarufu huchambuliwa kwa kina, huku jamii ikitaka kujua kama viongozi wao wanaongozwa na misimamo, maslahi au hisia binafsi. Wakati mjadala ukiendelea, jambo moja linaonekana wazi: jina la Peter Msigwa bado lina uzito mkubwa katika siasa za Tanzania. Licha ya kubadili chama, bado anaendelea kufuatiliwa kwa karibu na wananchi wanaotaka kuelewa mwelekeo wake wa kisiasa na nafasi yake katika ramani ya siasa za nchi. Aidha, tukio hili limeibua tena mjadala mwingine mpana kuhusu hali ya siasa za upinzani nchini, uhuru wa kisiasa, nafasi ya maridhiano na namna viongozi wanavyoweza kutofautiana kisiasa lakini wakaendelea kuheshimiana kibinadamu. Katika dunia ya siasa ambazo mara nyingi hujengwa kwa misingi ya ushindani mkali, chuki na migawanyiko, ujumbe wa Peter Msigwa kwa Tundu Antipas Lissu umeonekana kuwa ukumbusho kwamba nyuma ya majukwaa ya kisiasa bado kuna utu, urafiki na hisia za kibinadamu ambazo haziwezi kufutwa kirahisi na tofauti za vyama. Na pengine huo ndio ujumbe mkubwa ambao Watanzania wengi wameubeba kutoka katika simulizi hiyo,
kwamba siasa zinaweza kubadilika, nyadhifa zinaweza kupita, vyama vinaweza kubadilishwa, lakini urafiki wa kweli na heshima ya dhati kwa mtu huendelea kubaki moyoni milele. Hii ndio imekuwa habari ambayo tumekuwa nayo muda huu katika meza yetu ya habari, nasi tumeiandaa na tunaisogeza kwako mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, upate kujua na kufahamu ni kipi kinachoendelea kwa sasa ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hasa hiki ambacho Peter Msigwa amekizungumza kwa hisia sana kwenda kwa Tundu Antipas Lissu. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Share mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande wa comment. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Tukutane tena katika habari nyingine.